Umepaona hapo? Ndio. 22. Kuna mstari wa 52 na 53. 52 imeandikwa, Yesu akawaambia wakuu wa makuhani na maakida wa hekalu na wazee waliokuja juu yake, je, mmekuja wenye panga na marungu kama kunikamata mnyang'anyi, kama kukamata mnyang'anyi? Kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni Haya ni maneno ya kipekee ambayo aliyasema Bwana wetu Yesu Kristo, na hawa wakuu wa makuhani na maakida wa hekalu na wazee walikuwa wanatumiwa kwa ajili ya kuja kumkamata Yesu. Wakaja kama wanakuja kukamata mnyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunagundua nini hapa? Bwana asifiwe sana. Ni nzuri kujitambua, kutambua maisha ulio nayo na kutambua tabia ulio nayo na kutambua hukumu inayokustahili. Hiki ndicho kitu alikuwa nacho Yesu, lakini Yesu alikuwa anatambua hii ni saa imefika ya kutiwa mikononi mwa maadui kwa ajili ya ukombozi. Ndio uzuri wa kuwa na ufahamu wa kimungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kama hauna ufahamu, sasa wanakuja wenye mapanga, wanakuja wenye marungu, wasema sasa nimekuwa kama jambazi. Utaipoteza mpaka nafasi yako. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu alitambua huu ndio wakati wa hawa kuwa na mamlaka juu yangu. Kuna sehemu walipomkamata Yesu, alipita katikati yao, akaondoka akaenda kuhubiri injili kwingineko, kwa sababu saa ilikuwa haijafika. Lakini Yesu alitambua ya kwamba wakati umefika. Sasa mtu wa Mungu, wakati wa kujaribiwa ukifika, tambua hii ni saa ya kujaribiwa. Bwana asifiwe sana. Hii ni saa yangu ya kujaribiwa, na ni vizuri wakati wa kujaribiwa ulitumie neno la Mungu. Tumia neno la Mungu. Tumia neno la Mungu. Kuna kipindi mimi, wakati mke wangu anaumwa sana, yaani nilikuja hapa kanisani, tulikuwa na mchungaji Somanda. Kwa sababu lile jaribu nilikuwa nimeshalizoea, sasa naona ni mapambano ambayo hayaondoki. Sasa usiku wote nilikuwa narudia tu neno hamna, 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 hafi, hamna, hafi,
hafi. Hamna, hafi. Mungu, mimi nikujengee nyumba ya hivi kubwa, haraba nibaki na sali mimi, mke wangu amekufa? Hapana. Hafi, 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 hafi. Hamna, hamna. Unatembea una neno hilo tu, unatembea una neno hilo. Naona yale maombi, Mungu alinionekania kwa kweli kabisa. Miaka miwili na mtu analifirimbi hapa, kwani sinaongea na mlioona. Lilikuwa jambo la kawaida. Wakati namuozesha binti yangu wa mwisho, nilifika njiani nikalia kwanza, ile siku ya kumuozesha binti yangu. Nilivyoona tunapanda kwenye gari, mke wangu anataka kushindwa atakupanda kwenye gari, na ni siku ambayo tunamuozesha huyu. Akasema mimi nirudi tu nyumbani, kamtia moyo twende tu. Kwa angalia anavyocheza hapa kwenye kwaya, nasema wewe Mungu tukuzwe. Kwa hiyo ni muhimu kutambua kwenye nyakati za kujaribiwa, unaweza ukafanya haraka ukashindwa kusimama kwenye jaribu ukapotea. Mchungaji mmoja, mke wake akamwambia, mimi nimeshindwa kabisa mambo ya kichungaji, kwa hiyo nakuacha na uchungaji wako. Yule mama kaondoka, akaenda kaolewa. Alivyoenda kuolewa, mchungaji akabaki na kanisa. Sasa unajua kwenye jaribu wahubiri ni wengi. Wahubiri ni wengi, acha wengine wakaja ili waolewe, na yeye naye sasa akaona heri aowe, kwa sababu mke wake ameshaolewa. Basi wakafanya hima, kafunga ndoa. Kaendelea na kuhubiri, kahubiri. Huyu mama mchungaji kura alikokwenda, akaenda kwenye mkutano wa Injili iliyo hai. Huko akakutana na Yesu, akaokoka. Yaani kuokoka sio kule kwa bra kwa kutosali Jumapili jioni na Jumatano na Ijumaa, kule kwa kusali ibada zote. Akamtambua Mungu wa kweli. Huyo mchungaji anaendelea na mama mchungaji bandia. Sasa mama mchungaji wa kweli, Mungu akamwambia nenda katubu kwa mume wako. Ikabidi asafiri, akaenda. Wakati anafika, anakuta ibada imekwisha, mchungaji na mama mchungaji bandia
wako na washirika wakamwona mama mchungaji wao. Mama mchungaji huyo, babo. Huyu mama mchungaji bandia akaanza kupata shida. Kumbe niko kwenye nyumba ya mtu. Mchungaji akapata shida. Mama mchungaji akasema, baba mchungaji, nimekuja kutubu, nimeshatubu kwa Mungu, ameshanisamehe, imebakia wewe tu nisamehe, ni wewe tu nisamehe, niwe msafiri naye kwenda mbinguni. Nimeshaokoka, Yesu ameshanisamehe, ameniambia nije kutubu kwako, Anaanguka kwenye miguu ya mchungaji. Mchungaji anaangalia sasa bi mdogo na bi mkubwa. Na makanisa yetu hayana mchungaji mwenye wake wawili. Kwani mchungaji utaacha kumsamehe? Eti kabidi mchungaji amsamehe, kamwekea mikono, kamwombea rehema. Bi mdogo, lile tendo likawa ni la kufunga mizigo. Kufunga mizigo, kuondoka. Mungu akawa amelimaliza hivyo. Kwa hiyo ni mbaya sana kutokujua wakati wa kujaribiwa. Ni mbaya sana kutokusimama upande wa Mungu wakati wa kujaribiwa. Ni mbaya sana. Unaweza ukafanya haraka. Mungu alikuwa anatengeneza milango, ukakuta umeshajiharibia. Yesu asifiwe. Jamani, nafundisha kuwa na ufahamu wa kimungu. Nyakati zote unapokuwa unasafiri katika Kristo Yesu, ni muhimu sana kumtegemea Mungu, kutegemea neno lake. Hiyo itakusaidia kupata hekima, kupata maarifa, kupata ujuzi wa kimungu katika saa ya kufanya maamuzi. Bwana asifiwe sana. Ndio sababu mtu uliyookoka unatakiwa kuomba. Ndio sababu mtu wa Mungu uliyookoka unatakiwa kuwa na tabia ya kuomba, ili usifike mahara ukasema uko sawa, kumbe shakwenda pembeni. Maombi yanatutia kwenye kweli yote. Maombi yanatujengea hofu ya Mungu. Maombi yanatusaidia macho kuona mambo, ya kugundua, kupata ufunuo. Maombi. Kwa hiyo